Ufaafu wa anwani tabu ni upi? Hujambo na karibu Teachkrest, mimi na udha wako Bikerubo. Leo hii tunataka tuangalie hadithi tabu katika diwani ya kichaa cha Mlungula. Hadithi tabu imeandikwa na mwandishi anayejulikana kama Masud Nasur, ikiwa nimelipata jina hilo. Mwandishi huyu anatupa hadithi ambayo ina anwani tabu. Inafaa kwa sababu zifuatazo. Kulingana na kamusi ya Kiswahili, tabu ni hali ya kukosekana furaha, yaani taabu. Anwani tabu inafaa kwa sababu zifuatazo. Mwanzo, kengele ya saa ilikuwa inamsumbua msimulizi, kwani ilimbidi kunyanyuka kwenda kuisimamisha. Pili, tabu na wenzake walipata tabu kutafuta ukumbi wa mhadhara. Walizunguka na kupata kwamba wanarudi pale walipoondokea mwanzoni. Watu wanalaani basi linapoisha mafuta katika daraja, kwani ni hatari. Mama hakujua kusoma wala kuandika vyema. Baba anahangaika kutafuta pesa za kumsomesha Tabu ili Tabu anapata tabu kumtafuta Bakari, hata hewani hapatikani. Pesa za mkopo kwa wanafunzi hazikuwa zimefika, hivyo basi Tabu hakuweza chakula bora ila kile ambacho kilitoka kwa Bi Zawadi. Anwani ya hadithi tabu inafaa, kwani ni jina la msimulizi mwenyewe. Mama hakuwa na nauli ya treni kutoka Dar hadi kule kijijini. Tabu alikuwa na tabu usingizini, kwani majinamizi hayamwachi. Masomo hayakumuingia Tabu akilini na aliona udhia tu. Tabu alianza kujisikia vibaya ghafla, kiasi kwamba aliona kizunguzungu na maumivu makali tumboni, kana kwamba mtu anamchoma visu. Hivyo ikabidi aweze kukata ile video. Bakari alimringa Tabu mimba kisha akamtema. Licha ya hayo, akawa hapatikani hewani, na akipatikana ni ukali tu. Mwisho, anwani hii inafaa kwani Tabu aliona tabu kufungwa macho na mikono ikakosa nguvu ya kushika simu, hivyo akasaidiwa na Bi Zawadi. Tabu ana chuki ya Bakari kumfanya yatima wa mapenzi. Tabu alipitia madhila ya uchungu wa upasuaji aliofanyiwa ili kujifungua.